Basi watumishi wa Bwana, Mungu wa mbinguni awabariki sana sana sana. Wale mliofanikiwa kujiunga katika WhatsApp chat kwa ajili ya kuendelea na mahubiri kwa njia, mafundisho kwa njia ya mtandao. Leo tunaingia tukio lingine kati ya matukio ambayo tumekuwa tukiyazungumzia, matukio ya mwisho wa dunia. Jana tuliongelea kwa habari ya vita ya Harry-Magedon ambayo inajulikana kwa Harry-Magedon War. Sasa leo tunakwenda kuzungumzia kwa habari ya miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo duniani. Miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo duniani. Tumejifunza kuwa baada ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani, atafanya vita na wenye dhambi waliojipanga kupigana naye mahali paitwapo kwa Kiebrania Harry-Magedon. Na nikakwambia Bwana atapigana na jeshi la mpinga Kristo, na wale wote watakaouawa hapa kwenye vita vya Harry-Magedon, kama tulivyoona jana, ndege watashiba, ndege watakula. Kama nilivyokuambia, Bwana atawafanyia karamu ndege, atawafanyia sherehe kama vile Bwana alivyowafanyia watoto wake kwenye harusi ya mwana kondoo. Ndivyo pia Bwana atafanya sherehe ili ndege nao wale nyama zao. Kisha yule mnyama au mpinga Kristo, kama nakumbuka, na yule mnyama wa pili au nabii wa uongo watakamatwa na kutupwa wangali hai katika ziwa la moto, kama tulivyosoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa 20 mpaka wa 21. Hapo tulisoma, hatuna haja ya kusoma tena. So baada ya tukio hili la hao kukamatwa, nini kitakachotokea tena? Ni shetani naye atakamatwa. Baada ya tukio hilo, shetani naye atakamatwa na kutupwa kwenye shimo refu sana na kufungiwa humo kwa miaka 1000. Msomaji, kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari wa 1 mpaka wa 3. Msomaji, kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari wa 1 mpaka wa 3. Msomaji, twende. Amina. Ufunuo wa Yohana 20 mstari wa 1 mpaka 3. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye funguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani. Akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Sawa. Asante, ubarikiwe. Sasa Biblia ya Kiswahili inasema akatupa kuzimu, lakini ukisoma Biblia ya Kiingereza kuzimu inaita the bottomless pit. Anasema, and I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand, and he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and the Satan, and bound him 1000 years. Sasa nilichotaka ukiangalia hapa ni neno kuzimu ambalo limetafsiriwa kama bottomless pit. So Biblia zetu za Kiswahili zinaliita shimo hili kuzimu. Hata hivyo ni muhimu kufahamu kwamba hapa sio Jehanamu. Hapa sio Jehanamu, kwa sababu Jehanamu kumbuka hapa tunatumia kama bottomless ambayo ni kuzimu. Hiyo bottomless pit. Sasa hapa kuna vitu vile ambavyo natakiwa kwanza watu wavijue.
Kwa sababu kumbuka tunaposema ziwa la moto, ambao wakati mwingine tunasemaga jehanamu ya moto. Tunakumbuka wakati mwingine tunasema jehanamu ya moto. Kwa tunapoongelea huku kuzimu, lazima ujue kwamba sio jehanamu. Jehanamu au wakati mwingine tunasema ziwa la moto, ambako ni kwambia walikamatwa wale nabii wa uongo pamoja na mpinga Kristo, wakatupwa huko kwenye mateso makali. Kumbuka kuzimu nako kuna mateso makali, lakini sio ziwa la moto au sio jehanamu ya moto. Nadhani tumeweka sawa. Kwa maana yake ni bottomless pit, ni shimo refu sana. Shimo huko ambako ni makao ya shetani, huko akatupwa kwenye shimo refu huko, akafungwa huko. Tusonge mbele. Sasa baada ya kufungwa shetani miaka 1000, ndipo utawala wa Yesu Kristo pamoja na watakatifu wake ndipo utakapoanza. Ukisoma hapo Ufunuo wa Yohana 20, endelea mstari wa 4 na wa 6, endelea uone ninachokisema. 20 Ufunuo mstari wa 4 na wa 6. Neno linasema, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala kuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao timie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Amen. Bali kuwa makuhani, Amen, makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao tawala pamoja naye miaka 1000. Amen. Amen. Nadhani umeona hapo kutawala miaka 1000. Sasa lazima tujiulize hapa, nini makusudi ya utawala wa Yesu Kristo miaka 1000 duniani? Nini makusudi? Jambo la kwanza tunapaswa kufahamu kwamba mwanzoni kabisa katika mpango wa Mungu, mwanadamu alikusudiwa kuishi maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha ya mafanikio chini ya utawala wa nani? Wa Mungu. Mwenyewe Adamu alipotenda dhambi, aliukatisha mpango huu. Ndio maana yeye aliitwa Adamu wa kwanza. Ilibidi aje Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Sasa Adamu aliukatisha mpango huu kwa mwanadamu kufanya nini? Kuishi maisha yenye furaha, mafanikio na amani chini ya utawala wa Mungu. Ndikapelekea mwanadamu akatolewa katika bustani ya Eden. Hapo ndipo maisha magumu kwa mwanadamu yalipoanza. Kama mnavyoona watu wanavyoishi, kama mnavyoona maisha tunayoyaishi haya, haikuwa mpango wa Mungu hapo kwanza. Tunaona ardhi zililaaniwa. Kama mnavyoona sasa hizi, mpaka unaona mpaka weke mbolea. Sasa hizi watu tunalalamika, tunaelekea kwenye kilimo mpaka upate mbolea ili uweze kulima vizuri. Ndio wanadamu tukaanza kula chakula chetu kwa jasho. Umeona mpaka watu wanauana ili wapate chakula, wengine waongwe pesa wale. Yaani mambo ni ovyo. Tukaanza kuishi kwa taabu, tofauti na mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Ukisoma Mwanzo sura yake ni ya 3. Mwanzo sura yake ni ya 3, mstari wake ni wa 16. Mwanzo sura yake ni ya 3. Baadhi ya vifungu tutakuwa na kusaidia mtumishi wa Bwana. Mwanzo sura ya 3 mstari wake ni wa 16. Neno la Bwana wangu linasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidisha uchungu wako. Angalia, leo hii wanawake wanazaa kwa uchungu kabisa, ambapo haikuwa mpango wa Mungu. Ilikuwa azae kwa uchungu lakini kidogo sana. Uchungu kidogo sana, lakini leo alizidishiwa. Uchungu ule ulizidishwa. Ndio maana tunaona wanawake, mnafahamu uchungu wenu unavyokuwa, wale wanawake ambao mmebatika kwenda leba, mlioko humu ndani. Uchungu la uelezeki. Mwanamke anapoenda anasema mimi sintarudia tena, lakini anasahau kwa sababu uchungu liwekwa na Mungu mwenyewe. Kuna kuta nazaa mpaka anapokuja kulizika.
So akasema nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmewe naye atakutawala. Uangalia hapo, ndio maana hata utawala saizi mwanamke lazima utawaliwe, kwa sababu hiyo ilikuwa ni adhabu. 17 akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, hali zimelaniwa kwa ajili yako. Angalia, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. 18 michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Ndipo Mungu alipoanza mpango wa kumrudisha mwanadamu katika amani na furaha aliyomkusudia, na hatimaye akaja Yesu Kristo kwa mara ya kwanza duniani na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio maana Yesu mwenyewe akasema, mbegu ya ngano isipoanguka katika nchi kaoza, inakaa katika hali ile ile wala haiwezi kuzaa mazao. Ili iweze kuzaa mbegu lazima ianguke katika nchi ioze, ndipo itazaa matunda. Ndipo ilimlazimu Yesu aanguke katika nchi, aone afe azikwe, alafu siku ya tatu afuke, ili aweze kutupata wengi kama unavyoona hivi leo, anipate mimi akupate wewe. Huo ulikuwa ni mpango wa pili wa Mungu kumrudisha mwanadamu katika lile kusudi ambalo Mungu alimkusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hicho ndio kilikuwa mpango, ndio maana Yesu akaja kwa mara ya kwanza. Ndio maana inaitwa ujio wa Yesu Kristo mara ya kwanza duniani. Hata hivyo, katika kukamilisha kile alichokikatisha Adamu, Mungu katika mpango wake amekusudia kuonyesha ulimwengu maisha yale yale aliyokusudia kwa wanadamu, kama wasingekubali kuacha utawala wake na kugeukia utawala wa shetani ule wa Adamu. Kama Adamu angeendelea yale maisha ya lembo, angalia, ya kula bustanini, ya kulishwa na Mungu na nini, kama angeendelea maisha yale, manake wanadamu tunge experience upendo wa Mungu wa hali ya juu unaoonekana na kila mwanadamu. Lakini kwa kuwa shetani alikuwa mjanja sana, akaingia kwa hila, kamrubuni mwanamke. Mwanamke naye akaingia hali ya kukosa, hatimaye tukaingia katika hali ya adhabu ambayo tumeisoma. Lakini sasa, kwa kuwa kipindi hiki cha miaka 1000 duniani, shetani atakuwa amefungwa miaka 1000. So wanadamu wataweza kutawaliwa bila kushawishiwa na Ibilisi, kwa sababu Ibilisi, kumbuka nikwambia, huyu ndo master wa uovu. Uovu ulianzia ndani yake. So hakutakuwa kutenda dhambi. Na kuwa katika serikali moja duniani kote, kama vile ambao mpinga Kristo naye naiga awe na serikali moja. Na atafanikiwa, atakuwa na serikali moja wakati wa utawala wake, atakuwa na serikali moja na dini moja na fedha moja. Sasa pia katika kipindi cha Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, duniani kote kutakuwa na serikali moja ya Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, iliyo chini ya mtawala mmoja, Yesu Kristo peke yake, na makao yake makuu yatakuwa Yerusalemu nchini Israeli. So utawala huu utaongezea majuto makubwa kwa wanadamu wenye dhambi waliomkataa Mungu awatawale kwa kuona wema wake. So wanadamu wengi wataumia. Kwa nini tulimkataa Yesu? Mbona ni mwema sana? Watakavyokuwa naona utawala unaendelea, kuitakuwa ni majuto ndani kwa ndani, wakiona utawala wa amani, maisha mazuri. Angalia serikali za kidunia leo, unapambana na kuambia nitakuletea maji, hawakuletee maji. Anakuambia ukinichagua mwaka huu tajenga darasa, anakuja anajenga choo tu. Angalia sasa, kama vile serikali za dunia hivi zilivyo na uongo. Anakuambia atakufanyia hiki, lakini lengo lake ni wizi tu. Lakini utawala wa Yesu hautakuwa hivyo. Utakuwa ni wa watu kuishi maisha mstarehe, maisha mazuri. Tutaangalia hapo mbele. Lakini jambo la pili la kujiuliza,
hali ya maisha itakavyokuwa duniani wakati wa utawala wa Yesu Kristo duniani itakuwaje? Hali ya maisha itakuwaje? Kumbuka wanadamu watakuwa wametoka kwenye vita vikali. Wametoka kwenye dhiki. Kwanza wametoka kwenye vita vya Gogu na Magogu, wakatoka kwenye dhiki kuu, wakatoka kwenye vita vya Harmagedon. Maisha yatakuwaje? Jambo la kwanza, kutakuwa na amani ya ajabu duniani kote. Narudia tena, kutakuwa na amani ya ajabu duniani kote. Hakutakuwa na vita kabisa kati ya mwanadamu na mwanadamu. Kwa nini? Silaha zitabadilika kuwa vyombo vya amani. Silaha zitabadilika kuwa vyombo vya amani. Mtumishi wa Bwana, Isaya sura ya 2 mstari wa 4. Kitabu cha Isaya sura ya 2 mstari wa 4. Msomaji mzuri, mtumishi wa Bwana na mwalimu. Haleluya, haleluya. Isaya sura ya 2 mstari wa 4. Wa 3 na wa 4. Mstari wa 4 tu, au kisoma wa 3 na wa 4 sawa tu, soma wa 4. Okay, basi Isaya sura ya 2 mstari wa 4. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi. Atawakemea watu wa kabila nyingi. Nao watafua panga zao ziwe majembe. Na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine. Wala hawatajifunza vita tena kamwe. Hakutakuwa na jeshi la kujifunza vita. Hautaona jeshi sijui la Tanzania linapiga gwaride kwamba linapambana. Mara kuna wanajeshi wanaandaliwa. Hakutakuwa hicho kitu. Yaani wanajeshi watatulia, watavua magwanda yao. Makamanda si wa nini na nini na nini. Okay. Nyakati hizo zinakuja. Bwana tupe neema kuziona hizo nyakati na kuziishi na kutawala pamoja naye. Hata ukisoma kitabu cha Mika sura yake ni 4. Mika sura yake ni 4, mstari wake ni wa 3. Naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi. Nadhani narudia habari za Isaya, ni unabii ule ule. Naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali. Nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala watajifunza vita tena kamwe. Kumbuka anaposema upanga, anaposema majembe, mikuki, anaeleza silaha zilizokuwa zinatumika wakati ule. Sasa kwa wakati wetu huu maana yake hakutakuwa na ballistic, hakutakuwa na hii mabomu unayoona haya. Hakutakuwa na nuclear unazoziona hizi, hazitatumika tena. Hazitatumika tena. Ndio maana nasema ende he shall judge among many people. Unaona, yeye ndo atakuwa hakimu wa mataifa yote. So unaona, and rebuke strong nations. Angalia anachokisema hapa. Hata ukienda kusoma pia Zakaria 9 mstari wa 10. Zakaria 9, nataka nikuonjeshe lazu uone manabii waliona jambo hili zamani sana. Kwamba hayo ni lazima yatimie. Zakaria 9 mstari wa 10. Na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraim, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali. Naye atawahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya dunia. Mwisho wa kunukuu. Sasa watumishi wa Bwana, bila shaka mmekuwa mkiona juhudi za kuleta amani zinavyopambaniwa na mara Umoja wa Mataifa, mara NATO, mara AU, mara Papa. Unamwona Papa naye anasema mimi napambana kuleta amani duniani, mpaka anaenda Mashariki ya Kati, anaenda Amerika, anakuja Afrika. Umeona, zimeshindikana. Mara wanadamu wanaamua kutengeneza umoja kwamba tuwe na Umoja wa Mataifa tushirikiane, lakini umoja haudumu. Pamoja na huo umoja bado wanashindwa kuwa na kitu kimoja. Umoja wa Mataifa hivi sasa umeshindwa pia kuleta amani, na wenyewe pia sio wamoja. Haya yote yatatimia wakati wa utawala wa Yesu, amani ya kweli. So katika utawala huu hakutakuwa na mbu. Kama uko na mwenzako hapo, mwambie mbu, na maanisha mosquito. Mwambie mwenzako hakutakuwa na mbu. Kama unaona baadhi ya nchi kama Israeli na nchi zingine
wanashangaa ukisema kuna magonjwa ya malaria, wanashangaa. Kwanza hakuna hata dawa za malaria. Kuna nchi ambazo mbu alishatokomezwa kabisa, hayupo kabisa. Na ukiumwa wewe malaria umetoka nayo katika hizo nchi, watashangaa. Kwanza unaweza ukafa na kufa. Unaambia naomba mseto nitibu malaria, wanasema malaria, wanakushangaa. Kwa nini hawana? Okay, tuache hayo. Tusiye tukaongelea serikali za dunia hizi. Wakatuona ni wasaliti wao, lakini kumbe tunaongelea miaka ya kwetu tutakayoitawala hapa duniani. Wenyewe wanatawala miaka mitano au miaka 10, au miaka 20, mbunge miaka 50 anajiona ameweza sana. Lakini sisi tutatawala miaka 1000. Angalia fly ilioje. Sio kwamba tumekatazwa tusitawale sasa. Bwana akikupa neema ya kutawala, tawala, lakini hatujakatazwa. Mbu hata kuwepo, funza hata kuwepo, kunguni hata kuwepo, inzi na wadudu wote wabaya kama bakteria, virus. Hii virus ni mdudu, mimi sijui. Wanasayansi mtatusaidia. Vile vile hakutakuwa na nini? Hakutakuwa na hao wadudu, na wala ndege wakula nafaka, wala wanyama waharibifu. Ukisoma kitabu cha Hosea, unasema mtumishi, hayo unayapata wapi? Ukisoma kitabu cha Hosea, yote yameandikwa. Kitabu cha Hosea sura yake ni ya 2, mstari wake ni wa 18. Angalia anachokisema. Nami siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa mashamba. Msaidie kama uko na mwenzako, mguse hapo, mwambie atafanya agano na wanyama wa mashamba. Kwa ajili yao, tena na ndege wa angani, tena na wadudu wa nchi. Nami nitavivunja upinde na upanga na silaha vitoke katika nchi, nami nitawalisha salama salimini. Angalia anachokisema hapo. Umeona hapo? Atafanya agano. So kutakuwa na amani ya ajabu sana. Kati ya mnyama na mnyama. Simba atakula majani. Huyu simba unaona anakula nyama huyu. Huyu simba huyu, utamchezea hata sharubu. Yaani wewe utaenda kumshikashika na kucheza naye, wala hata kuzuru. Kumbuka nikwambia, uharibifu nao unaona ni shetani. Unaona simba na koloma mpaka unakimbia, ni kwa sababu ya shetani. Lakini nyakati hizo tutacheza na simba na kumwambia simba ondoka, na naondoka. Chui atalala pamoja na mwanambuzi. Simba na ng'ombe watakuwa pamoja, wanacheza nyikani kwa pamoja. Nyoka hatakuwa na madhara tena. Mtumishi, unayapata wapi hayo? Msomaji, tusomee kitabu cha Isaya sura ya 11 mstari wa 6 mpaka wa 9. Msomaji. Maana sio wasema mtumishi, unapata wapi? Unasema kutakuwa na amani ya ajabu. Yaani tutaweza kukaa na hao wadudu waharibifu. Mimi namuogopa kobra. Acha kumogopa kobra kwa wakati ule. Sasa hivi unaweza kumuogopa, lakini wakati ule hatutamuogopa. Tutamshika na kichwa. Isaya 11 ngapi? 6 mpaka 9. Amen. Isaya 11:6 mpaka 9. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwana mbuzi, ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fila. Hawatamdhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Haleluya, utukufu kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Can you imagine mambo kama hayo? Mbwa mwitu unavyomjua yule mbwa mwitu, cheze na mwana kondoo. Unavyomjua chui, lale na mwana mbuzi. Haya ni mambo kama ya kufikirika vile. Yaani kama hayana uhalisia, lakini yana uhalisia mbele za Mungu. Ukimwambia mwanasayansi waliozoea masuala ya utafiti au waliosomea habari za wanyama, atakwambia, you Christian, you are so crazy. How that can come? Can you imagine? Kwa hiyo watakuangalia wewe Mkristo ni crazy. Ndio maana Biblia inasema
msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. They cannot understand. Yaani ukiwaambia hawatakuelewa. But who are saved, sisi ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Yaani unamwambia ng'ombe na dubu watalisha pamoja. Watoto watalala pamoja na simba. Simba atakula majani kama ng'ombe. Na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka. Yaani katoto kataingiza na kwenye shimo la huyo mnyama mkali. Kataingiza pale mkono wala nyoka. Samahani, navuta meza kidogo. Wala nyoka hatafanya nini? Hata wazuru. Can you imagine this? A good miracle. Sasa unaangalia haya mambo yanayoendelea. Sasa haya ndio mambo yatakayotokea wakati wa nini? Wa utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000 duniani. Sasa hakuna mnyama atakayekula mnyama mwingine. Sasa unaweza, swali ambalo unaweza kuuliza, swali la kichokonozi. Sisi wanadamu tutawakula hao wanyama? Tutakula hao wanyama? Sasa utanijibu mwishoni. Acha mimi niendelee kwanza mbele. Unaweza kusema, na sisi tutakuwa tunakula hao wanyama, tunawakamata tunakula? Kwa sababu wanyama nao wanasubiriwa sana wana wa Mungu wafunuliwe ili nao wapate raha, wapate amani. Kwa sababu nao hawana amani. Wanateseka. Ukiona mwanadamu yani nao wanaogopa. Huyu mwanadamu atatuchinja tu, atakula huyu. Kwa sisi wote imekuwa maadui. Hallelujah. So hakutakuwa na wizi. Hakutakuwa na wizi wala unyang'anyi wakati huo. Hakutakuwa na haja ya kufunga milango wala makufuli. Yaani utaacha tu mlango wazi na kuondoka. Yaani utaondoka tena, unaweza ukaacha na simu. Kwa sababu shetani ndo anayefanya watu waibe simu, kwapua. Yaani utaacha na hela hati kidondoka, kama baadhi ya nchi moja nimeisikia. Mtanisaidia nyinyi mnaofuatia, si ni mji gani ule, si ni Swaziland, si ni wapi? Wanasema yani unaweza ukaacha gari ukalikuta, ukafanya nini, si ni, mtanisaidia. Kidogo hiyo nchi imenipita. Ni nchi gani ile? Najua ile nchi ambao Pastor Christian, ni nchi gani? Tanzania duniani hapa. Nchi naongoza kwa amani. Basi tutaifuatilia wakati mwingine. Tuendelee. Sasa ukisoma Ezekieli 34, msomaji, Ezekieli 34 ukianzia mstari wa 25. Ezekieli 34 kuanzia mstari wa 25. Angalia anachokisema. Ezekieli 34 kuanzia 25. Neno la Mungu linasema, nani mimi nitafanya agano la amani nao, nami nitawakomesha wanyama wakali kati yao. Nao watakaa salama jangwani na kulala misituni. Nami nitawafanya wao na mahali palipo pande zote za mlima wangu kuwa baraka. Nami nitaleta nyunyu kwa wakati wake, yatakuwako manyunyu ya baraka. Amen. Na mti wa Amen. Okay, kumbe ulikuwa unaendelea. Na mti wa kondeni? Na mti na 20 ngapi? 27. 27. Na mti wa kondeni utazaa matunda yake, nayo ardhi itatoa mazao yake, nao watakuwa salama katika nchi yao. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapovunja vifungo vya kongwa lao na kuwaokoa katika mikono ya watu wale waliowatumikisha. Endelee. Malizia mstari wa 28. Okay. Hawatakuwa mateka ya makafiri tena, wala mnyama wa nchi hata wala, bali watakaa salama salimini, wala hapana mtu atakayewatia hofu. Angalia hiyo. So flight itajaa kabisa ulimwenguni.
hakuna huzuni, hakuna masikitiko. Yaani ulimwengu utajawa na furaha sana, hajaitokea. Yaani ndio watu wataona serikali za duniani hizi zilikuwa zinatupumzikia tu. Narudia tena. Watu watasema serikali za duniani zinasema tutawaletea maendeleo. Zilikuwa ndio utaangalia, pamoja na kwamba serikali za Ulaya na nini angalau zinajaribu kuwapatia watu wao maendeleo mpaka kuwapa hata kila wanachokihitaji, lakini hazitafikia hata chembe. Angalia anavyosema Isaya katika Isaya sura ya 9 kuanzia mstari wa 3. Angalia anachokisema. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao, wanafurahi mbele zako kama furaha wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanyapo nyara. Mstari wa 4. Kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake. Na fimbo yake yeye aliyemuonea, kama katika siku ya Midiani. Umeona sasa? Hatukienda Yeremia 31:13 tutayaona hiyo namna furaha itakavyokuwa. Lakini jambo la tatu na katika utawala wa Yesu Kristo duniani wa miaka 1000, utakatifu utatawala dunia nzima. Kama ilivyokuwa kipindi tunafahamu kipindi cha zamani, kipindi kile cha Waamuzi, mnafahamu, cha Agano la Kale. Cha Agano la Kale, unafahamu Waamuzi wa Agano la Kale waliokuwa wanatawala kipindi hiyo. Kwa watakatifu ndio watakaotawala pamoja na Kristo. Na watakatifu ndio watakao kama waamuzi, yani kama majudges. Ndio maana uliongelea kule anasema judges, kwamba yeye ndiye atakaye judge dunia, atakaye kuwa anaiamulia dunia. Kwa maana yake mimi na wewe tutakuwa majaji. Tutashauri watu. Tunatamka kwa imani katika jina la Yesu. Tutamke kwa imani kwa sababu tumeokolewa pamoja na Bwana, na tutaingia kwa imani in Jesus mighty name, our Lord and our Savior. Amen. So tutawashauri watu na kwa hukumu watu kwa hekima kuu ambayo je kutokea kwa viongozi wa kidunia, itakaoleta maisha ya uaminifu na yote yanayompendeza nani? Yanayompendeza Mungu. Si umenielewa hapo? Ndio maana ukirudi Isaya 1, ukirudi kitabu cha Isaya sura ya 1 na ule mstari wa nikusomea hapa, nadhani naona hapa mstari wa 26. Nami nitarejeza upya uamuzi wako. Can you imagine? Nami nitarejeza upya. I will restore thee judges. Angalia hapa, judges. Uamuzi wako kama walivyokuwa hapo kwanza, na washauri wako kama hapo mwanzo. Baada ya hayo utaitwa mji wa haki, mji mwaminifu. Mji wa haki, mji mwaminifu. Umeona? Tatawala dunia. Kama alivyosema kwamba mwingine kwa uaminifu atapewa kutawala miji 10, mwingine miji 5 kulingana walivyofanya kazi duniani. Kuna wengine watapewa kutawala Tanzania, mwingine atapewa Dar es Salaam, mwingine New York, nani ajuaye? Mwingine atapewa nyumba moja tu. Wewe utatawala nyumba moja au balozi wa nyumba 10 kwa sababu ulikuwa mvivu na mlegevu, mtumwa mlegevu. Ulijua naweza kuvuna nisipopanda, naweza kukusanya nisipotawanya. Kwa nini ukutoa riba? Kwa nini ukuwapa hiyo talanta watoa riba? Kwa kuna wengine watapewa nyumba 10, mabalozi wa nyumba 10. Mwingine utapewa nyumba moja. Sasa si ukikosa kutawala itakuwaje? Lakini utatawala. Sasa utatawala ni pengine mtu mmoja. Nani ajuaye? Tunatakiwa kufanya kazi. Tufanye kazi kwa uaminifu. Adam bado ni mchana, usiku waje tutaweza kufanya kazi. Jambo la 4, utukufu wa Bwana utafunuliwa. Kila mtakatifu atakayetawala pamoja na Yesu Kristo atakuwa katika utukufu mkubwa sana, tofauti na wale wanaotawaliwa. Yaani wale wanaotawaliwa wataendelea kuwa wanadamu tu wenye dhambi tu, ambao dhambi iko ndani, ila sio watenda dhambi kwa wakati huo. Ila tutakaotawala tutakuwaje sasa? Tutakuwa kama malaika. Mtumishi nakuaje? Yote yameandikwa. Tutakuwa kama malaika. Maana yake sisi hatutaoa wala kuolewa. Kuoa ni hapa duniani. Ukisha nyakuliwa ukaanza huko maisha, hata ukija hapa duniani hamna kuoa. Hata hisia zenyewe zishaondoka. Yaani unashangaa kuna habari ya mke. Hivi kuna habari ya kuoa, hata hisia hauna. Hamna kabisa.
Yaani unashangaa watu wanavyopapalika, mume wangu, mke wangu, unashangaa hivi watu vipi hawa? Hii ni mili tu ya kuharibika, ndio maana imejawa na hizi tamaa hizi. Isaya 40 mstari wa 5, na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Utukufu wa nani? Utukufu wa Bwana. Hatukija Isaya 35. Isaya 35 mstari wa 2, litachanua maua mengi na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba. Litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharoni watauona utukufu wa Bwana. Ukuu wa Mungu wetu utaonekana. Hatukirudi Isaya 11:10. Oh, haleluya. Isaya 11:10. Anasemaje hapo? Anasema na itakuwa katika siku hiyo shina la Yese. Shina la nani? La Yese. Lisimamalo kwa ishara kwa kabila za watu. Yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta, na mahali pake pa kupumzikia patakuwa na utukufu. Patakuwa na nini? Na utukufu. So, jambo lingine tunaweza kuona, jambo la 5 tunaweza kuona, utakuwa ni wakati wa faraja baada ya nini? Ya hasira. Wakati wa faraja. So, baada ya mapigo ya ziki kuu kama nilivyokuambia, vita vya Armagedoni kama nilivyokuambia, huu utawala ni wakati wa faraja baada ya hasira. So, watu watafarijiwa. Watu watafarijiwa. Kama unavyoona katika Isaya 12 ukisonga pale mbele, 12 mstari wa 1, na katika siku hiyo utasema, Bwana, nitakushukuru wewe, kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeukia mbali, nawe unanifariji moyo. Nawe unanifariji moyo. Angalia hapo hilo neno, unanifariji moyo. Kwa utakuwa ni wakati wa kufariji, kwa sababu watu wataona faraja isiyoelezeka. Hakuna anaweza kueleza namna ambavyo watu watafarijiwa nyakati hizo. Hata ukisoma Isaya 54 kuanzia mstari ule wa 7, kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja, lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Mstari wa 9 anasema, kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Maana kama nilivyoapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sintakuonea hasira wala kukukemea. Mstari wa 10, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu, nataka kuangalia hilo neno, wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani. Agano la nini? La amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Anachotaka uone hapo, wema wangu, na nataka uone kingine, agano langu la amani. Okay, tusonge mbele. So, jambo lingine tunaona utawala huu utakuwa ni utawala wa haki tu. Leo hii tunapambana haki, jamani, haki tendeke. Hakuna mwanadamu anaweza kuleta haki. Sikiliza, hakuna mwanadamu, hata kama ataingia mtu ambaye tunasema kwa kweli huyu ni mcha Mungu, lakini kuna watu watalalamika. Tulimuona the late our president, Mr. President Magufuli. Ni mtu ambaye alipendwa na watu, kipenzi cha Watanzania wengi. Lakini pamoja na kwamba alikuwa ni kipenzi cha Watanzania wengi, kuna watu walimchukia. Watu hawakumuelewa. Pamoja na kwamba alikuwa anasema mtangulie ni Mungu mbele, lakini watu wasema hamna. Wewe rais hamna, hatukutaki. Na walimkataa. Kwa hiyo hata kama atatokea nini, hakuna anaweza kuleta haki. Haki inaletwa na Mungu. Japo wanadamu wanaweza kuleta haki kwa sehemu akiongozwa na Mungu, lakini haki yenye nguvu, yenye uweza, inaletwa na Mungu peke yake. So utawala huu utakuwa ni utawala wa haki. Tuangalie nabii aliyetabiri haya mambo sana. Isaya 9. Isaya 9:7. Isaya 9:7 anasema, maongea enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha, kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndilo utakaotenda hayo haki. Umeona hiyo haki? Njoo sasa kwa tuangalie Yeremia. Tuangalie na Yeremia alisemaje.
Yeremia alisemaje? Katika Yeremia tumwangalie Yeremia 23 anasemaje? Yeremia 23 tuangalie mstari wa 5. Anasema, tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Angalia hilo neno, hukumu na haki katika nchi. Hatukiruka pale ukaenda Yeremia 33 mstari wa 15, anaeleza pia haki. Anaeleza kwamba katika siku zile Yuda ataokolewa na Yerusalemu utakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili, Bwana ni haki yetu. Angalia jina lake, Bwana ni haki yetu. Jambo lingine la 7, dunia itajawa na kumjua Bwana. Watu watamjua Bwana. Kila mtu atamjua Mungu, atajua wema wake, atajua uzuri wake, atajua haki yake. So kila mtu atamjua Yesu kuwa ni Mungu. Leo unaona hivi Yesu ni Mungu? Amna, Yesu ni nabii. Wengine wanasema nabii Isa, wengine wanasema huyo ni mtume tu. Sikiliza, nyakati hizo kila mtu atajua Yesu ni Mungu. Atasema huyu ndo Mungu kabisa. Na hata mabishano hata kuwepo tena. Najua anasema huyo ni profeti tu, huyo ni nabii. Sikiliza, nyakati zinakuja kila mtu atajua kwamba huyo ni Mungu. Kutajawa na maarifa kamili na mpango wake kwa wanadamu wote. Watajua kwamba huyu ni Mungu. Kila mtu atajua, awe mdogo awe mkubwa, atajua kwamba huyu ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma Habakuki 2:14, kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji yafunikavyo bahari. Umeona hapo? Dunia itajazwa maarifa kama maji yafunikavyo bahari. Umeona hicho kitu? Itajazwa maarifa. Kwa hiyo tutasema Yesu ndo Mungu Bwana. Hakuna atakayekwambia wewe huyu ni nabii. Hakuna atakayesema hivyo. Kila mtu atajua Yesu ni nani? Ni Mungu. Hata ukiangalia kitabu cha Isaya sura ya 11 mstari wa 9, hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Dunia itajawa na kumjua Bwana. Dunia itajawa na kumjua Bwana. Lakini jambo lingine la kuangalia hapo kwamba hakutakuwa na laana juu ya ardhi. Laana juu ya ardhi maana yake nini? Laana hiyo itaondolewa. Ile laana ya Mwanzo 3:17 mpaka 19 itaondolewa. Hakutakuwa na miiba wala michongoma wala magugu. Mvua itakuwa ya manyunyu safi. Ukilima kidogo unavuna sana. Hakuna kula kwa jasho wakati huu. Na sasa tuliangalia kitabu cha Ezekieli. Kama nakumbuka, acha tukirudie Ezekieli 34. Tuliangalia hapa Ezekieli 34. Muda unaenda sana. Ngoja tumalizie. Ezekieli 34 hapa. Tuliangalia kuanzia mstari wa 26. Wewe unayekumbuka tulisema hivi. Mstari wa 26. Nami nitawafanya wao na mahali palipo pande zote za mlima wangu kuwa baraka, nami nitaleta manyunyu kwa wakati wake. Manyunyu yatakuwako manyunyu ya baraka. Msaidie kumwambia mwenzako manyunyu ya baraka. Ulishawahi kuyaona hayo? Na mti wa kondeni utazaa matunda yake, nayo ardhi itatoa mazao yake, nao watakuwa salama katika nchi yao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapovunja vifungo vya kongwa lao na kuwaokoa katika mikono ya watu wale waliowatumikisha. Angalia anachokisema hapo. Haleluya. So hakutakuwa nayo mambo. Watu watalima kidogo, watavuna sana. So watu watafurahia maisha ya raha. Hospitali zitafungwa. Nasema hivi, hospitali hizo unazoziona hizi zitafungwa. Hakutakuwa kuugua duniani. Mtumishi unasemaje? Nasema hivi, miaka 1000 hakutakuwa kuugua. Hospitali unauguaje wakati uko mfalme mkuu? Unauguaje kwanza? Yaani tuanze kutengeneza hospitali kama wafalme wa dunia? Inakuaje sasa? Haiwezekani. Hakuna kuugua tena. Mtumishi hiyo imekuaje hiyo? Isaya 33 mstari wa 24.
Isaya 63 mstari wa 24. Wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa. Watu wakao humo watasamewa uovu wao. Kwa nini? Chanzo cha magonjwa ni dhambi. Biblia inasema akusamee maovu yako yote na kuponye na magonjwa, akusamee maovu yako yote na kuponye na magonjwa yako yote. Akusamee maovu na kuponye magonjwa. Kombe maovu ndio yanayopelekea magonjwa. Unaona magonjwa haya chanzo chake ni dhambi. Sasa watu wote watasamewa dhambi miaka hiyo yote. Kwa hiyo hakutakuwa magonjwa. Kwa hospitali zitafungwa. Madaktari hawatakuwa na kazi tena. Hawatakuwa na kazi tena. Mfalme mkuu atakuwepo. Ambaye ndo uzima. Unamtazama tu unapata uzima. Lakini pia hakutakuwa na vilema, vipofu wala viziwi duniani. Kazi zote hizi zitakoma. Kwa nini? Zilitokana na shetani kupewa nafasi na kumtawala Adamu. So zitamalizwa katika utawala huu. Inakuaje mtumishi? Haya, Isaya 29 anasemaje? Isaya 29 mstari wa 18. Anasemaje? Anasema hivi: na katika siku hiyo viziwi watasikia maneno ya hicho chuo, na macho ya vipofu yataona katika upofu na katika giza. Watafanya nini? Wataona. Unanielewa mtumishi wa Bwana unayenisikia? Wataona. Kama alivyokuwa anafumbua macho anakuambia yaona. Sasa atakapokuja katika utawala halisi, atakubalije atawale vilema? Hawezi kutawala vilema. Watu watasimama kwa miguu yao. Mfalme wa falme imekuja. Afa ashinde kuwahurumia wananchi wao anaowaongoza. Kwa sababu tutakuwa tunawapa mahitaji yetu. Atasema jamani, tunataka maji, yani hamna cha kusema tunataka, tunakuletea maji tunakupa. Manake mfalme mkuu akiongozwa pamoja na majeshi yake yote. Kama unavyosema, rais, tunaomba tusaidie. Rais tusaidie, tunahitaji labda tuchimbie mtalo hapa. Si tuchimbie nini hapa? Si hospitali. Kipindi hiki hakuna kuugua. Hakuna kabisa. Ndio maana ukisoma Isaya 35 kuanzia mstari wa 3. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Atakuja na kuwaokoa ninyi. So pia wakati huu kutakuwa hakuna kufa. Mwambie mwenzako wakati wa utawala wa Yesu hakuna kufa. Hakuna kufa duniani. Watu watazaliwa tu, lakini hakuna kufa. Kifo kitakamatwa. So kwa sababu kumbuka nilikwambia watu watakuwa wamebaki wachache kutokana na yale mapigo. Sasa hao watu watakao kuwa wamebaki wale watazaliana sana. Kumbuka sasa kama miaka 100 tu watu wanazaliana hivi, miaka 100. Je, miaka 1000 dunia itarudi na watu wengi mno, wengi sana. Watu watazaa kwa fujo. Kumbuka hakuna magonjwa tena. Kumbuka mtu anazaa tu kwa raha zake tu. Kwa hiyo watu watazaa watoto acha. Watazaa. Watu watazaa, sikwambie mtu. Hakuna kufa. Kwa watu watazaa. Na watu watakuwa wengi sana. Wengi mno. Miaka 1000 watakuwa wengi sana. Na ukisoma Amosi 9 mstari ule wa mwisho, nami nitawapanda katika nchi yao, wala hawatang'olewa tena watoke katika nchi yao niliyowapa, asema Bwana Mungu wako. Asema Bwana Mungu wako. Hawatang'olewa. Watu wanafanishwa na miti. Hawatang'olewa, maana yake hawatakufa. Hata ukisoma kitabu cha Zekaria, naenda hapa muda wangu unanitupa mkono. Zekaria 14 ile sura ya mwisho kuanzia mstari wa 9. Anasema naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Nchi yote itageuzwa kuwa kama Alaba, toka Geba mpaka Limoni, upande wa kusini wa Yerusalemu. Naye atainuliwa juu, atakaa mahali pake mwenyewe, toka lango la Benjamini mpaka mahali pa lango la kwanza, mpaka lango la pembeni, tena toka mnara wa Hananeli mpaka mashinikizo ya mfalme. Mstari wa 11. Na watu watakaa ndani yake, wala kutakuwako laana tena, lakini Yerusalemu utakaa salama. Hakutakuwako laana tena. Hakutakuwako laana tena. Angalia hicho kitu. Lakini pia jambo lingine, hakuna kuonewa.
hakuna kuonewa, hakuna njaa, hakuna kiu, hakuna mateso. So nyakati hizo zitajaa na kuimba tu, kumsifu Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jua kali eti yani leo kuna jua kali, yani jua linatuchoma. Wala leo kuna baridi kali, hakuna. Yani hali yao itakuwa nzuri, favorable kabisa kwa watu wote. So watu watafurahia maisha haya mazuri ambayo haijawahi kutokea. Watu watarudishwa Edeni. Ile Edeni ambayo tulifukuzwa, Adamu alifukuzwa, sasa ile Edeni watu watarudishwa. Raha mstarehe. Anasema katika Isaya 49 mstari wa 10, hawataona njaa wala hawataona kiu. Hali haitawapiga eti kuna jua kali wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia. Naam, karibu na chemichemi za maji atawaongoza. Hakuna hali tena kuwapiga. Mara hali ya hewa ni mbaya. Hakutakuwa kitu kama hicho. Atakuwa mfalme mkuu yupo kazini. Hata ukisoma Isaya 14 kuanzia mstari wa 3. Isaya 14 kuanzia mstari wa 3. Tena itakuwa katika siku ile ambayo Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako na baada ya taabu yako na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa. Utatunga mithali hii juu ya mfalme wa Babeli na kusema, jinsi alivyokoma mwenye kuonea, jinsi ulivyokoma mji ule wenye jeuri. Bwana amelivunja gongo la wabaya, fimbo ya enzi yao wenye kutawala. Yeye aliyewapiga mataifa kwa ghadhabu, kwa mapigo yasiyokoma, aliyewatawala mataifa kwa hasira, ameadhibiwa asizuie mtu. Mstari wa 7, dunia yote inastarehe na kutulia, hata huanzilisha kuimba. Hebu sikiliza hilo neno, dunia yote itastarehe na kutulia, huanzisha. Kwa watu watakuwa ni kumsifu Mungu tu. Kumbuka haya mateso ndo shetani anataka watu wasimsifu Mungu. Hebu jiulize, watu wangekuwa na raha, watu wangekuwa na msifu Mungu. Umekaa hapo na kila kitu nyumbani kwako, chakula cha kutosha, yani hakuna usumbufu, yani unaamka raha mstarehe, unafikiri utashinda kumsifu Mungu? Saizi watu wamsifu Mungu kwa sababu mahangaiko na rudi, mara ukigeuka huku madeni yamekubana, una hela, mara unahitaji kwenda ibadani, mara unakwambia jamani msifu Mungu. Haya luka unaluka huku nakumbuka naenda kula nini? Mara sasa mimi nyumbani kule naendaje wakati mume wangu amenuna? Umeona sasa? Hayo yote ni ya shetani anayesababisha. Sasa jiulize, kuna amani kwenye ndoa yako? Kuna amani? Familia yako una mterezo tu. Kwenye akaunti yako kuna kama mamilioni hivi hayana kazi, hata hayana kwa kupeleka. Hebu jiulize, sifa itakuwaje mbele za Bwana? Alafu hakuna naye kuonea, hakuna naye kutukana, hakuna, yani maisha of course yatakuwa ni maisha ambayo haijawahi kutokea. Okay, lakini pia dunia itapendeza mno na hakutakuwa na umaskini. Kila sehemu kutakuwa na maua mazuri mno, wala hakutakuwa na majangwa kabisa. Ndio maana utaona Isaya 65 umeeleza haya. Hata Isaya 65 utaisoma kwa muda wako. Isaya 65 umeeleza haya. Lakini acha tukaangalie Isaya 65 ambao umeeleza habari hizi. Isaya 65 ukianzia mstari wa 21 ameeleza haya. Anasemaje? Anasema nao, Isaya 65 kuanzia mstari wa 21. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga kakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda kala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, wateule wangu. Wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Unafahamu miti naishi miaka mingapi wewe? Kuna miti hapa mababu zetu walikuwepo, bado mpaka leo ipo. Hawatajitabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu. Umeona, wakati huo hakuna kuzaa kwa taabu tena. Watu wa duniani wataendelea kuzaa tu. Ndio maana nikwambia watu wataongezeka maradufu, haijawahi kutokea. Kwa sababu wao ni wazao hao waliobarikiwa na Bwana na watoto wao pamoja nao. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na akiwa katika kunena nitasikia. Angalia hapo, wakiwa katika kunena nitasikia. Utarudia ile andiko, angalia tulilolisoma kule, mbwa mwitu na mwana kondoo watalisha pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Tumelisoma ile andiko katika vifungu vingine. Na mavumbi yatakuwa chakula cha nyoka. Nyoka atakula mavumbi wakati huu.
hawatawazuru wala kuharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, asema Bwana. Naye Isaya aliliona hili. Aliona hili. Kwa umeona sasa namna ambavyo dunia itakavyokuwa. Sasa dunia itakuwa kwa hali kama hiyo, na waovu watazaliana sana, na watakuwa watu wengi sana, na watu wataishi kwa amani. Na hiyo miaka 1000 itakapomalizika tu, ndipo atafunguliwa shetani. Na atakapofunguliwa shetani, ndipo itapelekea yeye kuwadanganya watu, ambao inaitwa Gogu na Magogu, ambao tutaiangalia hiyo vita. Tutaiangalia hiyo vita siku nyingine. Atawakusanya watu ambao inaitwa Gogu na Magogu kwa ajili ya kwenda kupigana. Kwenda kupigana na huyo mfalme mkuu na kambi ya watakatifu, kama atakavyosoma. Ndipo sasa wataangamizwa. Wakishaangamizwa, ndipo tutaanza kuyaona matukio yatakayofuata, ambao kutafuata matukio kama ufufuo wa waliokufa katika dhambi na hukumu na kuendelea. Kwa tutayaona hayo wakati mwingine. Lakini kwa sasa acha tuishie hapa. Nikaribishe kama mtu ana maswali anaweza kuuliza. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. 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 Shalom tumishi. Shalom. Swali hapo. Swali langu ni moja, nilikuwa nauliza, je, kwenye huo utawala ambao tunaozungumzia Kristo miaka 1000, atakaposhuka, na maana ni mfumo ambao utatumiwa yani kama tulivyokuwa hapa duniani, au ni mfumo mpya, kwa maana kwamba unakuja ule mfumo wa kimbingu. Kama tunavyoona kama mfumo wa kimbingu ambao uko juu, ambao sisi ambao watu ambao mko duniani, mfumo wa duniani hapa mambo mengi yafanani na mfumo wa mbinguni. Kuna vitu ambavyo yani kwa mfano, let's say kwa mfano mambo ya kuweka hela benki, sifanyaje. Hii ni mifumo ya kidunia, lakini sijua sasa kwenye upande wa mbinguni iko vipi, kwa sababu hakuna aliyefunuliwa. Kwa hiyo nilikuwa nataka kujua kwamba hii mfumo ambao tunatumia hapa duniani, ina maana utabadilishwa. Utakuja mfumo ambao watakatifu watakaposhuka sasa na Kristo, watatumia mfumo huo kwa namna ya kuishi. Lakini pia swali langu lingine, je, hawa watu watakao kuwa wanaishi, ambao watabaki, ambao hawakumwamini Kristo, watakuwa wanaishiji sasa na watakatifu, au ni kambi ambayo itajitenga? Maana wale watakuwa sijui ni kwa namna gani, kwa sababu sijapata picha kwamba hawa wengine ambao ni waovu tutakuwa tunaishi nao nyumba moja kama hivi tunavyoishi sasa hivi, kama unaweza kuishi na mtu ambaye hajaokolewa, ama wao watakuwa wanaangalia kwa mbali, yani kama wanaangalia kambi ile ya watakatifu ile, yani wanaangalia kwa mbali, yani ila watakuwa wanaangalia ila hawajumuiki na sisi. Sasa sijaelewa hapo, yani kama unaweza kanielezea. Amen. Nadhani watumishi wataongezea hapo. Watumishi wataongezea hapo, lakini acha nikwambie jambo, usichanganikiwe. Ni mambo mazuri sana haya yanakuja. Swali lako la kwanza nikwambie, mfumo wa utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo hawezi akakopi mfumo wa dunia hata kidogo. Mfumo wa dunia unaoona huu, hawezi akatumia Mungu mfumo wa kidunia. Kwanza kama nilivyokuambia, kwanza mfumo wa kuleta amani umeshindwa. Utaangalia mfumo wa kuwapatia watu haki umeshindwa. Mfumo wa kuongoza watu umeshindwa. Hata tunavyoona hizi utunzaji wa fedha kwenye mabenki na nini, kwa ajili ya kutafuta usalama, ili angalau watu wasibiwe hela, sina nini na nini. Sasa wakati ule hakutakuwa wizi, hakutakuwa na shida, manake watu wataishi maisha kama ya Edeni. Yaani ule mfumo ambao Mungu aliupanga kwamba watu waishi vizuri bila jasho, bila kujitabisha. Yaani ile kama nilivyokusikiliza mwanzo nilivyokuambia kwamba ule mfumo ambao Mungu aliutaka kwamba watu watalima kidogo, yani utalima kidogo na unapata mazao mengi. Yaani una maisha mstarehe, yani yale maisha yasiyo na jasho. Yaani maisha ya kuhudumiani kabla hujaomba unajibiwa.
Anasema kabla hajaomba nitajibu. Yaani wakiwa katika kunena nasikia, kwa sababu yeye ndo mtawala, anawapatia watawala wake watawaliwa haki zao. Stahiki zao. Kwa hiyo utawala huu hautakuwa na mfano wote wa kidunia. Yaani dunia itasema huyu ndo Mungu. Kwa nini tulimkataa? Yaani wote watasema hakika huyu ndo Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya namna ya raha, maisha ya raha ambao nimekwambia. Kila mtu atakuwa ni kuimba tu. Yaani utakuwa wewe ni kumsifu Mungu tu, kwa sababu kila kitu nacho, kama tulivyosoma maandiko hapo. Kwa watu watatamani tu wamsifu Mungu. Kama nilivyokuambia kwamba kumbuka kwako na magunia ya mchele yamejaa. Ukiangalia friji limejaa, ukiangalia nini, yaani ile raha ile, yaani unamtukuza Mungu tu. Kwa watu watakuwa ni kuimba tu. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha ya raha yatakayoletwa na utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo. Swali lako la pili umeuliza itakuwaje? Hawa watu watakao kuwa wamebaki wenye dhambi watakuwa na shangaa ile kambi ya watakatifu ile, au tutaishi hivi pamoja? Swala limekuja kwamba kitakachotofautisha ni kwamba watakatifu wa Bwana ambao ni majeshi ya Bwana watakuwa ni watawala, kama unavyoona mawaziri. Labda mawaziri nitumie mfano wa kidunia, kama unavyoona rais, mawaziri, maisha yao unavyoona wanaishi kwenye nyumba za kikasiri, maisha yao. Hata kama tunaishi pamoja, lakini tunafanana. Yaani wewe na huyo waziri huyo unayemfahamu anayekaa hapo Dar es Salaam, maisha yake mnafanana? Yaani tuseme wewe nilikuwa ina maana kwamba yaani tunakuwa tunaishi nao, lakini kwamba nyinyi mnapewa wasifa wa juu, mnakuwa ngazi za juu huko. Ndo naendelea. Yaani maana yake wewe ni mtawala. Yaani wewe ni mtawala. Upo kama malaika. Maana yake wewe ukitaka kwenda Yerusalemu, huhitaji kupanda ndege. Umenielewa? Wewe huhitaji kupanda ndege, kwa sababu sitakuwa kama malaika. Yaani wewe unaenda tu kama alivyokuwa anaenda Filipo, alivyokuwa anasafiri Filipo. Manake sisi tutakuwa sio wanadamu wa kawaida. Kwa nini sio wanadamu wa kawaida? Kumbuka hatutaoa, hakuna kuolewa. Yaani ukishaenda huko, ukirudi duniani hautaolewa tena. Ila wenzako wana mili ya kawaida ile ya nyama, wanaoa, wanaolewa. Ila wewe ni malaika, umefananishwa na malaika. Hakuna kuolewa tena. Hakuna kuzaa tena. Kwa maana yake angalia uspesho. Kwanza wewe unang'aa. Maisha yako ni tofauti na wenzako. Unawatawala wenzako kwa fimbo ya chuma, kama utakavyoangalia kwenye kwanza hapa nimekumbuka, nimalizie jambo hili. Tutatawala kwa fimbo ya chuma. Nenda fimbo ya chuma. Nadhani nilikwambia hapo jana, nilikwambia tutatawala kwa fimbo ya chuma. Fimbo ya chuma, nilikwambia kila ufalme. Nimekumbuka kitu. Kabla hapo nyuma sijaokolewa, nilikuwa naangalia tamthilia za Kikorea. Huwa wanaitiki haya mambo. Wanaitiki haya mambo kama ile, wanajiigiza kama ni watu ambao wana spiritual, mambo ya magic haya. Ili mtu anakuwa anaishi katika hali ya utawala, lakini ana mambo ya anaweza karuka kaenda sehemu fulani. Anaishi maisha fulani, lakini anaweza kawa ndani ya watu wengine. Hizi tamthilia wameziigiza sana watu wa Korea. Yaani ni watu ukimkuta katika kundi, unaweza kumuona kabisa ni binadamu. Anaweza kabadilika, akaruka, akaenda sehemu fulani. Ni kitu kama hicho naanza kuwa na experience kwamba ninapokuwa hivyo, kwamba yani wewe unakuwa pale, lakini wewe yani ni mtu tofauti kabisa. Ila ukijisikia kwenda fulani unaenda, chochote unachofanya unafanya. Ni muamuzi. Yaani kumbuka pia wewe ni muamuzi, ni kiongozi pale, ni mtawala. Kwa hiyo maana yake wewe uhitaji kwenda nauli kwenda kwa mfalme mkuu Yerusalemu kule. Ni umefika Israeli kuonana na mfalme mkuu. Kutoa labda ripoti, kufanya nini? Yaani ule kama utawala unavyoona. Utawala ambao mawaziri wanaenda ikulu. Hao wanaotawaliwa kama wewe kwenda ikulu mpaka wakupekue. Unakuja kufanya nini hapa? Lakini wewe hautahitaji hivyo. Ni umeenda. Umeona?
Kwa hiyo maana yake maisha yetu na watakao kuwepo duniani yatakuwa tofauti. Yatakuwa tofauti kwa staili hiyo, kwa sababu kwanza miili hatufanani, mng'ao hatufanani, namna ya ulivyo wewe na wao ni tofauti. Ndio yanaitwa majeshi ya Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Amen. Okay, nimeelewa hapo. Asante. Wewe ni mwalimu mzuri, ukipata kitu wangu nafundisha wengine. Barikiwe sana. Amina. Naona Desmond umewasha mic. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Hapo mmesema hamna kuoa wala kuolewa. Sasa watu wataongezeka. Mchungaji unataka uolewe tena? Okay, mwingine mjibu, nadhani nimefundisha. Mtu amjibu hapa. Mjibu kwamba watu wataongezeka ni hao wanaozungumzwa ni wale wa mataifa, yani wale ambao walibaki, ambao sio watu, yani sio tena upande wa Kristo, yani wale wengine ambao watakuwepo baki, ambao baada ya Yesu kuja kuna watu watakao baki. Sasa hao ndio baadaye mwisho wa siku wale ndio watakuja kudanganywa tena na shetani. Sasa wakusanya tena kwa ajili ya vita ile nyingine ya mwisho kabisa. Kwa hiyo hao ndio watakaoongezeka, ndio watazaana. Maana miaka ni mingi mpaka kufikia hiyo miaka ishe yote watakuwa ni wengi. Lakini sisi ambao tutakuwa tumeokolewa na tuko na Kristo, sisi hatutokuwa tena hayo mambo ya kuzaa, hakuna kuolewa, hakuna kufanya, yani sisi tutakuwa tunaishi kama malaika. Na sisi nimeeleweka. Amen. Hapo ndo basi tena. Ukinyakuwa ukishatokea mchungaji hakuna kuolewa tena. Naona amepotea na kupotea. Si ametoka na kutoka kwamba mnatuzuia kuolewa. Hakuna kuolewa tena. Wanawake mnanisikia? Plaxeda, unanielewa Plaxeda? Amen. Mwingine kama kuna nyongeza. Margaret, tumelala huko macho? Margaret, unaitwa jina huku. Takuwa usingizi umempitia. Okay, Pastor Chimbi, naona umewasha mic yako. Amina, nilitamani niongezee kidogo. Sawa. Kwenye kitabu kinakuja inaoka kama matanuru, na watu wote wenye kiburi na wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana majeshi. Hata haitawachia shina wala tawi, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini, nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Kama vile ulivyotuambia mtumishi kwamba matukio yale mengine ya awali yataambatana na vifo vya watu wengi, lakini wale waovu watakaosalia watashuhudia utawala huu wa Yesu Kristo. Lakini hao watakatifu watakuwa wana amani zaidi ya waovu. Ndio maana hapa anasema tutawakanyaga, watakuwa majivu chini ya miguu yenu, kwa maana kwamba watakuwa wanatawaliwa na hao watu wenye haki. Yaani pia kile kipengele cha kutakuwa kuna mwana simba anacheza na mbuzi. Ni kweli kama nimesema mtumishi kwamba Adamu nguko alianza kuona hayo maisha. Ndio maana hata wanyama wote, simba, suni na nani wote walikuwa rafiki zake. Ndio maana wakapitishwa mbele zake, hata akawapa majina.
hata nyoka alikuwa kiumbe wa kawaida, ndio maana aliweza kuongea na Eva bila kuchanganyikiwa au hata kukimbia. Lakini kanuni ya uumbaji ni kwamba na njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata maadui zake wafanye kuwa rafiki zake. Kwa hiyo kama mwanadamu anampendeza Mungu, basi kila kilichoumbwa na Mungu kinafanyika kuwa rafiki yake. Kwa hiyo maisha yanakuwa ya amani sana. Ndio maana ukiangalia Mwanzo 1:2 ile, hata mwanadamu hakuweza kula nyama kwa sababu mnyama alikuwa rafiki yake. Ni kama sasa hivi kwenye baadhi ya nyumba, labda kwa mfano wazazi wakiwagawanyia watoto mifugo, kwamba wewe mbuzi wako ni huyu, mbuzi wako ni huyu, au ni kuku, utaona watoto wanawachukulia wanyama kama rafiki zao. Sasa siku akisikia amechinjwa mbuzi wake, huo mtoto yani anahisi kama mmemchinja rafiki au ndugu yake. Sasa ile amani itarudishwa tena wakati wa Kristo. Kwa hiyo tutarudi kwenye kusherehekea ile sabato ya kwanza ya Adam kabla ya dhambi. Kwa hiyo kila kitu kitarudishwa kwa nafasi yake, na tutaiona hiyo amani, sio kitu cha kubuni hapo. Ubarikiwe sana. Naona umejibu swali langu. Umejibu swali langu vizuri sana. Kwamba je, tutakula nyama wakati huo? Jamani, au unaona nyama tunazokula hizi ni kwa sababu tu bado, lakini wakati wa Bwana, yaani utakuwa unamuona mbuzi ni rafiki, ng'ombe wale uweze kumtamani hata kumchinja. Wakati wa mfalme mkuu. Amina. Tutarudishwa wakati ule wa kula mboga. Matunda. Kwa hiyo ndo maana kuna mtumishi mmoja aliwahi kushuhudia, anaitwa Ike Nathan Uzoluma, wale mliosikia baadhi ya ushuhuda. Akasema Bwana alimwambia ukitaka kupata nguvu za rohoni, akasema epuka kula vyakula hivi ambavyo ni baada ya laana. Akasema rudi Edeni. Edeni nilisema watu wale nini? Mboga, matunda na nini. Akasema rudi kule. Akasema ukirudi kule tutapata nguvu. Alifundisha sana na kashuhudia namna ambavyo watu wakiwa wanakula vyakula ambavyo ni hivyo, namna ambavyo wanapata nguvu za rohoni. Alisema, alishuhudia hivyo. Sasa kule nyakati hizo tutarudi huko. Wewe unayependa kuku. Amen. Niishie tu hapo. Okay. Sie nikawachokonoa watu hapo, akaanza kusema mtumishi mambo gani tena haya? Amen. Naona Gabriel atakuwa amelala na familia yake. Nipo. Upo au mpo? Nashukuru kama mpo. Amen. 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 Samahani mchungaji, naomba kuuliza kidogo hapa nipate ufahamu kidogo. Sawa. Hapa kwenye hiki kipindi ndio kile kipindi kilichoandikwa kwamba Yerusalemu mpya itashuka, au itakuwa ni kipindi kingine, mji mpya Yerusalemu? Yaani tutakaa Yerusalemu. Yaani hapa bado Yerusalemu mpya bado. Yaani unaiona hii ni Yerusalemu hii unaiona hii. Bado tunaendelea na matukio. Kushuka kwa Yerusalemu mpya ni mpaka hukumu itakapotokea, ndipo utaona mji mkuu Yerusalemu mpya. Yerusalemu mpya kutoka mbinguni utashuka duniani. Hayo matukio yote tutajifunza. Hii sio Yerusalemu mpya. Ni Yerusalemu hii unaiona inakaliwa na Wafilisti, inayokaliwa na mataifa, ndio hii ya duniani. Kumbe Bwana Yesu huyu mfalme wa wafalme atakayetawala kipindi hicho. Atatutawala sisi kale kanisa kama tunavyomuona Samia, au itakuwa katika roho? Sio katika roho. Sio katika roho, mtumishi, katika mwili hivi hivi kama unavyomuona Samia. Okay. Yaani ni live. Bila chenga, Waswahili wanasema. Watu unajua atatawala yeye mwenyewe kabisa na katika dunia hii ambayo ni mbovu sasa. Lakini baada ya hapo ikikunjwa na kutawanywa, ndio tutakutana na Yerusalemu mpya. Unajua tunaposoma maandiko ni kweli kama alivyo. Unajua kinachochanganya hapo nini jamani? Yaani kwamba hii dunia anaposema itakunjwa, itakunjwa kama karatasi.
Maana pale itakapotokea ile vita mwisho kabisa, kabla ya ile vita ya joka, maanisha kwa mpinga Kristo hapa, na dunia itakuwa imeharibika sana. Hali itakuwa ni mbaya. Kwa hiyo na maana ile dunia pale ile ya katikati kwanza ile na yenyewe itafutiliwa. Sasa ndo watu wanachanganyikiwa hapo kwamba itakapoonekana tena Yerusalemu nyingine, hiyo ndo ile iliyokuwa kule ilikuwa imefichwa. Msichanganye tu unabii, lakini jambo la msingi muelewe tu kwamba matukio haya yanavyoenda yanaenda kulingana na mfalme mkuu alivyoyapangilia. Kwanza tunaposoma maandiko, ni kweli kama alivyouliza Praxeda, unaweza kusema hivi kweli haya mambo yatakuwa ni katika roho au nini? Yaani mtu anafikiri haya mambo ni nadharia, haya haiwezekani. Yaani ndio yalivyo hivyo, yatakuwa kwa uhalisia. Yesu atakuwepo duniani kama alivyokuwahi kuwepo duniani kwa mara ya kwanza. Watu wakawa wanamuona, wanasema huyu si mwana Yosefu huyu. Sasa wakati watakuja na mamlaka. Hata kuja kama dhaifu, kama mchonga mbao. Atakuja na mamlaka. Yaani full mamlaka, full authority. Yaani mamlaka kamili. Na watakatifu tutakao tawala naye tutakuwa na full mamlaka. Kama unavyoona waziri akija sehemu watu wananyenyekea na kupiga magoti. Sasa nyakati zitakuwa ni hatari. Hata kimuona waziri alikuwa ni waziri wako kipindi kile, ukimuona ambia we. Yaani hata bila kuongea ameshatii yeye mwenyewe. Yaani ile mamlaka tu ile. Kukuona tu ile, hata kama alikuwa ni rais wako wa nchi wakati ule. Kukuona tu anatetemeka. Ndio wanawaambia hizi sio nyakati za kuleta mzaa. Hebu tupambane kwa ajili ya kuona hiyo miaka tukiwa pamoja na Bwana. Lakini umesema Yerusalemu mpya. Umechanganya na dunia kukunjwa kama karatasi. Dunia kukunjwa kama karatasi, mara Yerusalemu mpya na nini? Okay. Unapoiona Yerusalemu mpya haiji sasa mpaka miisho yote mpaka utawala wa miaka 1000 uishe, watu wale wapigwe, alafu hukumu ipigwe, hukumu ile ya mwisho. Kwanza wafu wafufuliwe, waliokufa toka Adamu wenye dhambi wafufuliwe, alafu mfalme aketi kwenye kiti cha hukumu, hukumu ipigwe, wale watu wakamatwe, watupwe kwenye ziwa la moto. Akishatupwa kwenye ziwa la moto, ndipo sasa kitakachoendelea ni Yerusalemu sasa kushuka kutoka mbinguni. Bibi nasema aliona unashuka, unakuja duniani. Kwa sasa kwa tafsiri iliyopo, maana yake Yerusalemu itashushwa. Maana yake Yerusalemu itashushwa, itakuja hapa duniani. Maana yake Yohana aliona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa tutaishi kwenye nchi mpya na mbingu mpya. Hizi zote zitafumuliwa. Tutaishi kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Si wakati huu sasa wa Yesu wa mara ya pili, maana yake dunia itakuwa kumbuki imeharibiwa, kuna vitu miundombinu imeharibika, kuna vitu vingi havitakuwa kama. Kwa anaposema dunia kukunjwa ni unabii pacha. Maana yake kuna vitakuwa kama mwanzo. Kumbuka tuliona visiwa vilihamishwa. Tuliona kuna baadhi ya milima ilipasuka. Aliposhuka tu Yesu milima ikapasuka. Mlima Mizeituni mwingine ukaenda upande huu, mwingine ukaenda upande huu. Kwa hiyo dunia haitakuwa vile kama ulivyokuwa umeiona mwanzoni. Yaani wewe ulivyoiacha kwa mfano Dar es Salaam au ulivyoacha kisiwa cha Zanzibar, sio vile utakavyokikuta. Utakuta kuna mambo yamebadilika, lakini si kwa upya kama vile itakavyokuwa katika Yerusalemu, katika mbingu mpya na nchi mpya. Kumbuka kuna visiwa vilihama alipokuja. Kumbuka kuna nyota zilikuwa zinadondoka, zinapiga maeneo. Kumbuka kuna milima ilikuwa inafanya nini? Ile dhahama. Si mnapata unabii unavyoeleza, ile dhahama itaibadilisha dunia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kiasi kikubwa sana. Lakini si kwamba itakuwa mpya kama ile tunaisubiri Yerusalemu mpya na mbingu mpya, lakini itakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kwa ina maana baada ya Yesu kuja ujio wa pili kutawala miaka 1000 na atakapofika si dunia itakuwa imeharibika. Kwa ina maana ataisafisha, lakini itakuwa ni hii. Na maana kwamba itasafishwa tu, kwamba itasafishwa na kukarabatiwa na itakuwa nzuri zaidi. Baada ya hapo sasa ndo tutarajie tena baadaye kabisa,
baada ya utawala miaka 1000 huko baadaye kabisa ndo ile Yerusalemu sasa itakuja kushuka. Ndio hapo yani dunia itakunjwa na kutupiliwa mbali na Yerusalemu itashuka sasa. Lama ndo hivyo. Ndio hiyo kwanza, ndio hiyo kuna matukio kuzimu itakamatwa itatupwa. Umeona? Mauti atakamatwa atatupwa, dunia nayo itakunjwa kama karatasi. Hii itafumuliwa hiyo mbingu hiyo, unajua dhambi zimejaa hapo angani Dhambi nyingi zinapiga kelele huko, kwa hiyo nayo itakunjwa hiyo mbingu. Mbingu sio inayosemwa sio anayokaa baba, ni mbingu ya kwanza ya pili ya shetani anapokaa huyu shetani. Zitakunjwa, zitafumuliwa na hii dunia, ndipo sasa itakuwa mbingu mpya isiyo na dhambi na nchi mpya. Yote tutaangalia kwa sababu ni matukio ya mbele, tutaendelea kuangalia taratibu. Kama kuna swali lingine uliza, kama kuna swali tuhitimishe. Margaret, tumeamka? Amina. Amina na iwe hivyo. Okay, sawa. Okay. Ndio. Barikiwe sana kwa kuamka. Usingizi ni hatari sana. Neema nakusikia Neema. Neema umelala? Neema. Amen. Amen. Naomba kusaidiwa kitabu hicho kinachosema dunia itakunjwa kama karatasi. Ni kitabu gani? Jamani, msaidieni, dunia itakunjwa kama karatasi. Naona ameenda mbele sana. Ni matukio ya mbele lakini sawa. Anataka kujua dunia itakunjwa kama karatasi. Msaidieni jamani hicho kifungu. Tukisoma kitabu cha Isaya sura ya 34 mstari wa 4, na jeshi lote la mbinguni litafumuliwa na mbingu zitakunjwa kama karatasi, na jeshi lao lote litanyauka kama vile jani la mzabibu linyaukavyo na kupukutika na kama jani la mtini linyaukavyo na kupukutika. Lakini pia ukisoma kitabu cha Petro Petro wa kwanza wa pili, naitafuta hapa. Petro wangapi? Wasomaji wa Biblia, Petro wangapi? Petro wangapi hapa? Naitafuta hapa kwa wasomaji wa Biblia. Naitafuta hapa, lakini nitaipata huku tukiendelea. Wengine maswali mengine kama yapo, lakini nitaipata tu. Lakini huku tukiendelea. Okay. Ukisoma Petro wa pili 3:7, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Umeona, zimewekwa akiba. Umeona, kwa hiyo ndio maana nitakwambia zitakunjwa na kuchomwa moto. Zitakunjwa kama karatasi na kuchomwa moto. Ndio maana nasema zimewekwa akiba. Kwa nini? Kwa moto. Ndio maana ukisoma mstari wa 10, ukisoma hiyo Petro wa pili hiyo 3 mpaka kaendelea pale mbele,
Utaona mstari wa 10 anasema, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Anaendelea pale kueleza namna itakavyokuwa mara baada ya haya yote kutokea. Kwa hiyo ndio hiyo ambayo tunasema zitakunjwa kama karatasi. Mwenye swali mwingine? Mwenye swali mwingine? Kama alipo na tumeelewa, ili tuweze kuhitimisha.